Naam, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu muda na wakati mwingine. Hii ni Simulizi TZ na huu ni mwendelezo wa sehemu ya 10. Hii ni sehemu ya mwisho ya simulizi hii iliyojaa visa na mikasa. Simulizi inayokwenda kwa jina la Penzi Kitovu cha Uzembe. Langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Songa nami katika mwendelezo huu, na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya 9. Basi J4 alisogea karibu ya ule mlango na alishtuka baada ya kuanza kusikia sauti zilizokuwa na maajabu. J4 alianza kusikia sauti zile zilizomfanya adate na kushindwa kuelewa huwa ni nini kilichokuwa kikiendelea ndani ya chumba chake. Kumbe ndani kulikuwa na Amani akiwa na Agnesi, tena wakiwa kwenye uba zito la mapenzi. Agnesi alikuwa ameshavua kila kitu, yani alikuwa mtupu kabisa, na Amani akiwa amevalia boxer tu ilionyesha umbile lake vizuri tena sana. Yani walikuwa kwenye uwepo mwingine kabisa. Walikuwa wamefika kwenye hatua ya kutaka kumaliza mchezo wao wanaopenda kila dakika. Wakiwa kwenye dimbwi zito la mapenzi, J4 alifungua mlango na kuwakuta wakiwa wamempandiana kwa juu, huku wakionekana walianza kunyanduana. J4 alishtuka sana, alisimama kwa kuganda na pressure ikapanda tena isiyokuwa ya kawaida, na mwishowe alijikuta akihema kwa spidi. Hatimaye alidondoka chini kama zigo. Ilikuwa amepoteza fahamu. Tena hapo ndipo ilipokuwa ponea ya Amani na Agnesi. Walitoka ndani na kwenda zao nje, tena walitoka mbio zaidi, wakimwacha J4 akiwa peke yake, akiwa ndani tena hana fahamu. Mlango ulikuwa wazi. Simu yake ilikuwa ikiita sana, na aliyekuwa akipiga simu ile alikuwa ni Mariana, kwani walikuwa kwenye harakati za birthday ya Mariana. Hivyo baada ya muda ule kuzungumza, walipanga kukutana tena kwa mara nyingine ili waweze kwenda kuchukua vitu baadhi, kwani birthday yake ilikuwa si muda mrefu, ndani ya siku kadhaa ingetimia. Hivyo walipanga siku hiyo kukaa na kufurahi wote muda wote, lakini pia kwenda kuchukua baadhi ya vitu. Hivyo muda ule J4 alikuwa amelala chini akiwa wala hajitambui, maskini ya Mungu. Simu yake iliita sana, ikiwa sio kawaida yake. Mariana alijiuliza, atakuwa na shida huyo, sio bure. Sijui atakuwa amepatwa na nini, alijiuliza sana. Ilikuwa yapata majira ya saa 9 kwenda saa 10. Basi ndipo alishindwa kuvumilia, kwani alikuwa hayupo mbali sana na kwa J4. Alikuwa maeneo yale yale ambayo walikuwa wamepanga kukutana, na haikuwa mbali na kwa J4. Basi baada ya kushindwa kuvumilia, alitoka, alisogeza gari lake karibia na nyumba ya J4, na kisha akaamua kwenda moja kwa moja kwake, akijisemea, liwalo na liwe, naenda huko huko. Hata nikimkuta huyo mwanamke nitajua naongea nini. Alipofika nyumbani kwa J4, alishtuka baada ya kumkuta J4 yupo chini ahemi kama vile mtu aliyekata moto. Mariana aliogopa sana, na alipojaribu kumgusa alihisi kuhema kwake kwa mbali sana. Ndipo akafanya mpango wa kumburuza hadi kumweka kwenye gari
kisha kumwaisha hospitali na hatimaye akapatiwa huduma ya kwanza na akakaa vizuri kidogo. Alipozinduka alikuwa kama mtu mwenye mawenge. Alikuwa anapiga kelele, "Amani, Amani rafiki yangu, kweli umenifanyia hivi?" Mariana alisogea na kumtuliza. "Vipi J4? Umekutwa na nini? Mbona unaongea mambo ya ajabu namna hiyo?" aliuliza Mariana, lakini J4 naye akauliza, "Nimefikaje hapa? Nauliza nimefikaje?" Ndipo Mariana akaanza kumweleza kuwa walikuwa na appointment, lakini baada ya kuona hapokei simu, hivyo Mariana akaamua kwenda kwake, na alipofika akamkuta amelala tena ajitambui, akiwa chini, mlango ukiwa wazi. J4 akili ilianza kurudi na machozi yalikuwa yakimtililika. "J4, jamani, pole, unalia nini?" Mariana aliuliza. "Acha kabisa." "Yaani acha." J4 alianza kueleza. "Usimwamini mtu. Yaani nakwambia Mariana, katika maisha yako yote usimwamini mtu yoyote. Yaani hata ndugu yako wa damu nakwambia usimwamini." "Una maana gani? Mbona sikuelewi?" Mariana aliuliza. "Kwa nini unasema hivyo? J4 alisema, "Yaliyonikuta ni makubwa, tena makubwa mno. Mpaka unaniona natoa machozi. Ni mambo makubwa ninayoshindwa kuvumilia." "Ni mambo gani hayo? Ni mambo gani? Tafadhali nieleze." "Mariana, uwezi amini, nimemkuta Agnes akiwa na Amani wanafanya mapenzi kwenye chumba changu, kwenye kitanda changu." Machozi aliendelea kumwagika J4. Mariana alijitahidi sana kumtuliza, tena sana, na kumbembeleza ili apate kutulia. "Najua na naelewa lazima utakuwa na maumivu, ila tafadhali tulia, kuwa mpole, usijali, yatakwisha. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Please, usilie, kwani huwezi jua Mungu ana makusudi gani, na ndio maana amekuonyesha hili mapema," alisema Mariana. Baada ya muda mchache walirudi nyumbani kwa J4, na alipofika hapo ndo ukawa mtihani mpya na mwingine kabisa. Baada ya kukuta chumba kipo cheupe, ilikuwa imebakizwa godoro tu, vitu vingine vyote havikuwepo. J4 alisikitika na alizidi kuvurugwa. "Mungu wangu, Mungu wangu, mateso gani haya mimi? Mbona kila siku mimi?" J4 alipagawa sana mpaka kuamua kujigaragaza chini. Mariana aliendelea kumpa moyo na matumaini makubwa. "Wewe ni mwanaume, ni lazima usimame na upambane. Hili ni jaribu, inatakiwa uanzishe maisha mapya. Mwisho wa hili jambo ni mwanzo wa lingine. Usijali, mambo yatakuwa sawa." J4 alikubaliana na matokeo, akaamua kuanza maisha mapya kabisa. Siku zikasogea. J4 aliamua kuendelea na maisha yake na alijitenga, hakutaka kuwa karibu, na hatimaye alihama eneo lile. Hakutaka kumuona mtu yoyote kwenye maisha yake. Zilipita siku kadhaa akiwa na msongo mkubwa wa mawazo. Mariana akijaribu kumtafuta kwa simu,
lakini hakuweza kumpata. Amani na Agnesi wakawa wanaishi pamoja wakiwa katika mapenzi mubashara na kuendelea na maisha yao. J4 aliamua kufunga mkanda na kuendelea na maisha yake. Aliapa kuto kurudia kosa la kutaka kupenda, tena kupenda kwa dhati kwa kupitiliza, na kuamua kuwa single. Siku ya tukio la sherehe ya Mariana ilikuwa imefika, lakini ilikuwa yapata siku kadhaa Mariana na J4 hawajaonana, kwani J4 kama nilivyokuambia alikuwa ameamua kuanza maisha mapya na kuwa mbali kabisa, huku Mariana akiendelea kujaribu kumtafuta bila mafanikio yoyote. Siku hiyo aliamua kwenda kijiweni kwake, na alipofika hakukaa sana. Alipata oda ya maji, yani tenda ya kupeleka maji sehemu moja. Ilikuwa majira ya jioni. Kulikuwa na jumba moja la kitajiri. Alielekezwa na J4 alipeleka moja kwa moja maji kwenye lile jumba, huku akiwa haelewi ni nani anaishi kwenye nyumba ile. Jumba lilionekana jipya tena lililo na mazingira mazuri. Baada ya kuingia ndani, kulionekana kama na sherehe. Baada ya J4 kufika kwa kutumia direction na kisha kugonga geti, aligonga ile kengele kwenye jumba hilo kubwa la kitajiri. Alipoingia ndani, aliona watu wakiwa na furaha, wakiwa wamependeza kwa mavazi mazuri tena ya umaridadi. Aliingiza maji yake ndani. Ilikuwa ni kwenye eneo lao la nje. Aliingiza maji yake ndani, kisha akaonyeshwa sehemu ya kwenda kuweka maji. Mziki wa taratibu ukiendelea, watu wakigonga cheers. Ilionyesha kama vile sherehe ilikuwa imeisha na maji yalikuwa yamekata. Aliporudia raundi ya pili, ndipo kwa bahati mbaya alikanyaga nyaya iliyokuwa na umeme, akawa amerushwa na kudondokea chini. Sauti iliyosikika, "Yala!" Ndipo alionekana mwanamke mmoja mrembo akitoka kwa ndani, aliyekuwa amesimama mlangoni pale. Mwanamke yule alikuwa wa kwanza kukimbilia katika eneo lile la tukio, tena bila kujali. Na alipofika, kumbe alikuwa Mariana. Alipofika baada ya kumuona mtu aliyedondoka, alishangaa. Baada ya kumuona J4, alimtikisa kisha akamwagia maji, lakini akawa bado hajazinduka. Ndipo akamchukua na kumuingiza chumba kimoja ndani ya ile nyumba. Sherehe ilikuwa mida hiyo imeshaisha. J4 alikuwa amelala pale kitandani. Pembeni yake Mariana alikuwa akilia, huku akiongea mwenyewe, "Mungu wangu, kwa nini kijana huyu kila siku yanamkuta mambo na changamoto nyingi? Pole zake, lakini ndani ya moyo wangu mbona kama kuna hali ya tofauti juu yake. Kwa nini najikuta nampenda na kutamani kuwa karibu yake muda wote? Natamani niwe wa kumfuta machozi." Aliinama na kutaka kumbusu. Ghafla J4 akakohoa, huku mdomo wa J4 ikiwa imegusana na mdomo wa Mariana. Kwa mara ya kwanza J4 baada ya kufumbua macho alishtuka kumuona Mariana. "Tulia baba, relaxi. Nimefikaje hapa?" J4 aliuliza tena kwa mara nyingine. Alimjibu, "Hapa ni kwetu." Alishangaa. "Embu tulia, sawa akamwambia, huku akiendelea kutuliza kwa kumgusagusa kifuani. Kifua cha J4 kilichokuwa kimejawa na garden love nyingi zilizokuwa zimempamba kifuani kwake.
Basi ile hali ya kumgusagusa kifuani, Mariana alijikuta akiingia kwenye dimbwi la msisimko, na J4 alianza kuhisi hali ya miemko, tena mwemko mpya na hisia kali. Wakiwa wanatazamana uso kwa uso, kisha wakasindikizana kwa kisi la ndani kabisa lililosababishwa sintofahamu ya hisia za kila mmoja wao. Wakajikuta walianza mwanzo wa mapenzi kwa kushikana na kuanza kukumbatiana. Mariana alikuwa mwanamke ambaye hajawahi kuguswa, hivyo alikuwa na mwemko mkubwa wa kila kitu. Alikuwa anatamani J4 aweze kumpa pale pale kwa kipindi kile kile alipokuwa akishikwa chuchu zake na J4. Hali ilikuwa tete sana kwa upande wake. Safari yao mpya ya mahusiano ilianza kati ya J4 na Mariana. Ingawa hawakuweza kupeana utamu, ila J4 alijua ni muda wa kuwa na mtu sahihi. Siku zilipita kama ilivyokuwa ndoto ya Mariana, kutolewa usichana wake na mwanaume atakayemuoa. Taratibu zikapangwa kwa ajili ya ndoa ya Mariana na J4. Siku hiyo Agnes alikuwa anatoka sehemu na kurudi nyumbani kwake alipokuwa anaishi na Amani, rafiki yake na J4, ambaye alikuwa kwa sasa ni mpenzi wake, baada ya kutoroka na vitu kwa J4. Baada ya kufika nyumbani kwake, alifungua mlango akamkuta Amani yupo na mtoto wa jirani wakizagamuana. Alilia sana, akabaki na maumivu moyoni mwake. Amani akamueleza, sikia nikwambie kitu, kama uliweza kumwacha mumeo kwa sababu yangu mimi, basi na mimi unaweza kuniacha kwa sababu ya mwanaume mwingine. Hivyo kwa sasa niache na watoto wa 2000. Wewe nenda zako, anza na maisha yako mapya. Siwezi kuendelea kuwa na wewe gumegume. Kilio kikuu kilitanda. Maumivu makali aliyapata, na alipotoka nje akakutana na rafiki yake Monica aliyekuwa amevaa vizuri na kupendeza mno. Vipi, mbona unalia? We acha tu. Pole, na wewe mbona umeongea? Na wewe mbona umenoga namna hiyo? Aliuliza Agnes. Ndipo Monica akamwambia, naenda kwenye ndoa ya kaka mkubwa. Kaka mkubwa? Ndo nani? Si J4 anaoa leo. Alihisi kizunguzungu kikali, akatulia. Ndipo baada ya muda akatulia na kisha kwenda kushuhudia, kwani hakuwa ameamini. Alipofika akakuta J4 na Mariana wakitoka kanisani wakimwagiwa maua, na ndoa yao ilipita tena vizuri sana, wakiwa na amani nzuri. Agnes alibaki na majonzi ya moyo wake. Daima J4 na Mariana waliishi kwa furaha katika maisha yao ya ndoa, kwani siku ya kwanza ya honeymoon yao, Mariana baada ya kujua tatizo la mumewe ambaye ni J4, alimtengeneza kisaikolojia vizuri sana, na hapo ndipo shughuli ilikuwa kali sana siku hiyo. Kwa mara ya kwanza alitolewa usichana wake na mumewe J4, na baada ya hapo J4 alikuwa vizuri, tena vizuri sana kwenye mechi. Alikuwa anaenda hadi raundi 4, kitu ambacho alikuwa akikishangaa sana, na upendo wao ulizidi kunawiri siku hadi siku. Huu ni mwisho wa sehemu hii ya 10. Hii ilikuwa ni sehemu ya mwisho katika simulizi hii ya penzi kitovu cha uzembe. Upendo wa kweli utoka moyoni. Samani ya mtu ipo mahali popote, sehemu yoyote. Real love means sacrifice. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwaheri, tukutane katika simulizi zingine zijazo.